Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Tulipokea wito wa moto kwamba kuna lori linaungua moto maeneo ya Adventure. Baada ya kupata taarifa hizo, zamu iliyokuwepo katika eneo la kituo chetu iliwasili katika eneo hilo na kukuta kweli moto unawaka, lakini lori hilo limewaka moto kwa sababu za wananchi. Inasemekana kwamba liligonga mtu wa bodaboda. Lori hilo liliungua moto na wananchi walikuwa ni wengi, kwa hiyo ikatokea taharuki. Katika taharuki hiyo imesababishwa na bodaboda pia baada ya kugongwa mwenzao. Baada ya kupata taarifa hizo, lakini pia polisi walisogea katika eneo hilo. Sisi baada ya kufika hapa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwenye eneo hilo, tulianza kazi yetu ya kuanza kuzima moto huo katika lori hilo ambalo lilikuwa linaungua. Lakini wananchi walikuwa ni wengi sana kiasi kwamba ilituletea changamoto katika uzimaji wa moto kwenye lori hilo. Baada ya kuanza kuzima moto huo, wananchi wengi walioko katika eneo hilo walianza kutushambulia kwa mawe. Wanasema kwamba tusizime moto lori hilo kwa sababu limemgonga mwenzao. Kwa hiyo limepelekea kuharibu gari letu. Kioo cha mbele kimevunjwa sana na wananchi hao, na maeneo mengine gari yetu ya kuzima moto imeumia. Lakini pamoja na hayo, sheria itafata mkondo kwa wale wote ambao watakamatwa, na wale wote ambao wamehusika lazima sheria ifate mkondo wake, waweze kuwajibika katika eneo hilo. Kwa lori hilo ambalo tumekuja kulizima, limeungua kwa upande wa mbele kibini, lakini katika sehemu zingine tumeliokoa, kwa maana ya kwamba tuliwahi sana katika kuja kuzima moto huo. Changamoto ilikuja kutokea tu kwenye hili kundi la watu na bodaboda na watu wengine wakaanza kutushambulia. Lori hilo ambalo limeungua, kampuni yake inatoka kwa Kajuna Investment ambalo linahusika na mambo ya ujenzi wa barabara. Katika eneo la tukio hatujapata taarifa zaidi ya majeruhi, isipokuwa taarifa zinazosemekana kwamba huyo bodaboda aliyegongwa na hilo lori inasemekana alifariki. Ninawaomba sana wananchi, hasa wa vijana, kujichukulia sheria mkononi. Kama ajali imetokea, taratibu zipo za kisheria, ziko wazi kabisa. Sasa hii ya kwanza kuleta munkali, unaanza kwenda sijui kuna choma gari moto sijui nini, taratibu za sheria zipo. Hiyo ndio wito wangu, naomba kabisa wahakikishe kwamba kufuata sheria, kutojichukulia sheria mkononi. Lakini mimi nashukuru kwamba tumewahi na tuliona wamechoma moto, watu wa zimamoto tuliwaita mara moja, wamekuja, tumeuzima kama hali unavyoona. Basi tunaendelea na sasa hivi tunaimarisha ulinzi. Na hii barabara haina jam kama unavyoiona. Alafu station ni barabara mbili, hao wanapita kule wanapita huko. Ila basi tu kwa sababu taarifa ni kwamba bodaboda alimkwepa wa baiskeli ndio akaingia kwenye gari. Kwa hiyo ndio na gari ilikuwa haina speed, basi ndio akajikuta ishamvaa. Sasa mabodaboda wa hapa wafuati sheria. Yaani bodaboda tu mradi anaona barabara, yaani anaingia yaani tunapata kazi kweli. Yaani bodaboda anaweza katoka hivi, hamna barabara, yeye anajichomeka bila kuchukua sheria. Basi najikuta isha majanga kama hayo unavyoona. Kwa hiyo vijana hao bodaboda naona walikuwa wanaendelea kufanya mawasiliano, wakajikusanya, wakatoa ile pikipiki uvunguni. Bahati nzuri wakati wametoa pikipiki uvunguni, gari ya polisi pia ilikuwa ishafika, maana nilifanya mawasiliano nao. Kwa hiyo polisi walipofika, lakini nguvu kidogo ilikuwa ndogo, maana vijana walikuwa wanazidi kujikusanya. Kwa hiyo tukajaribu kuwazuia, lakini nguvu haikutosha. Huko polisi wengine nao wanakuja, vijana walikuwa shajaa, wako na mawe na kila kitu, ndio ikatokea kama ilivyotokea. Nilikuta tu pikipiki iko uvunguni, lakini bodaboda walikuwa upande wa nyuma, wako njoona watu wengine walikuwa wanahangaika naye. Lakini gari na pikipiki vilikuwa viko pamoja hapo, pikipiki iko uvunguni. Fundisho kubwa, wananchi tusijichukulie sheria mikononi. Kwa sababu kweli ajali imeshatokea. Ni kuachia mamlaka zinazohusika kutekeleza majukumu yake, lakini sio jukumu la kuanza kuchoma chombo cha watu. Sababu hata chombo sidhani kama kinakosa, maana kijiendeshi chenyewe. Yule mhusika angeongeza kutupa zaidi nini kimetokea mpaka ajali kwa hapo. Lakini si kuchukua hatua za kwanza kuchoma chombo cha mtu. Ili uwe wa
kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.